joke to M23, my bro. Don't joke. That is army. Move, quickly. Ni katika hatua za kuweza kujuzana yote yanayojiri katika anga za kimataifa. Ni kukaribishe sana. Moja kati ya taarifa kubwa sana ambayo inagonga vichwa vya habari ulimwenguni kwa hivi sasa ni kifo cha aliyekuwa msemaji wa M23 Willy Ngoma, ambaye ameuawa kikatili kwenye shambulizi huko Kongo baada ya jeshi la Kongo FARDC kufanya mashambulizi ya mfululizo katika eneo la Rubaya huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni ripoti inayomwelezea Willy Ngoma kwa undani kabisa uweze kumfahamu alikuwa ni nani hadi kifo kimeweza kumkuta. Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ni kitovu cha migogoro isiyoisha, ambapo vita vya kijeshi, rasilimali za madini na siasa za kimataifa vinakutana. Lakini kati ya vurugu hizi kuna jina lililosikika sana kwenye vyombo vya habari, naye si mwingine ni Willy Ngoma, msemaji wa kijeshi wa waasi wa M23. Willy Ngoma alizaliwa mnamo mwaka 1974 katika familia ya Kongo. Hata kama taarifa za maisha yake ya awali hazijulikani sana, vyanzo vinavyohusiana na waasi vinaonyesha alikuza uelewa wa masuala ya kijeshi na siasa za mkoa wa Kivu. Baada ya kujiunga na harakati za kisiasa na kijeshi, Ngoma alijitokeza kama msemaji wa M23, akitumia sauti yake hadharani kuhalalisha operesheni za waasi na kutoa maelezo kwa vyombo vya habari vya ndani na vya kimataifa. M23 ilianzishwa mwaka 2012 ikidai serikali ya DRC haikutekeleza makubaliano ya Machi 23, 2009. Kundi hili lilishika vichwa vya habari barani Afrika na kimataifa kutokana na harakati zake za kijeshi, hasa kuteka miji ya kimkakati Goma, Bukavu, Uvira kwa muda mfupi, lakini kudhibiti maeneo yenye madini muhimu, lakini pia kutangaza msimamo wake kupitia msemaji mkuu Willy Ngoma. Rubaya, mji wa Kivu Kaskazini, ni kitovu cha madini ya coltan, madini muhimu yanayotumika kwenye teknolojia ya kisasa kama simu, kompyuta na vifaa vya kielektroniki. Rubaya huzalisha takribani 15% ya coltan ya dunia, na kudhibiti eneo hili ni sawa na kudhibiti chanzo kikubwa cha fedha kwa M23. Hii ni sababu moja kwa nini shambulio la droni lililomuua Ngoma lilikuwa la kistratejia na la kijiografia. Willy Ngoma alikuwa sauti rasmi ya M23, akitumia vyombo vya habari vya kimataifa, mitandao ya kijamii, mikutano ya kimataifa kuhalalisha operesheni na kushawishi maoni, lakini pia alijitokeza mara kwa mara kutoa ripoti za ushindi, maonyo kwa serikali ya Kinshasa, taarifa kuhusu mashambulizi na hatari kwa raia. Kutokana na nafasi yake, aliwekwa kwenye vikwazo vya Umoja wa Ulaya EU tangu Desemba 2022. Aliwekwa pia kwenye vikwazo vya Marekani mwaka 2023. Vikwazo vililenga mali, akaunti za kifedha na uhuru wa kusafiri. Alihukumiwa kimya na jamii ya kimataifa kutokana na ukorofi na operesheni za kikatili za M23. Tarehe 24 Februari 2026, saa 9 kamili usiku, Willy Ngoma ameripotiwa kuuawa katika shambulio la droni karibu na Rubaya. Shambulio hili lilikuja baada ya siku kadhaa za mashambulizi ya droni yaliyoanzishwa na jeshi la Kongo. Serikali haikutoa maelezo moja kwa moja, lakini ripoti kutoka kwa waasi na mashirika ya habari zilithibitisha tukio hilo. Kifo chake kinakuja wakati juhudi za amani zikiongozwa na Qatar, Marekani na Umoja wa Afrika zikiendelea. Makubaliano ya ufuatiliaji wa usitishaji mapigano yamesainiwa Doha, huku timu za Umoja wa Mataifa zikihudhuria maeneo kama Uvira kuangalia hali ya usalama. Swali linakuja, je, kifo cha msemaji mkuu wa M23 kitaidhoofisha kundi au kitaongeza hasira na kulipiza kisasi? Ngoma alikuwa sehemu muhimu ya kuendeleza ufanisi wa kijeshi wa M23, kuunda propaganda yenye nguvu ya kisiasa, kushawishi maoni ya kimataifa kuhusu vita vya mashariki mwa Kongo. Willy Ngoma alikuwa zaidi ya msemaji, alikuwa alama ya propaganda ya kijeshi, mstari wa mbele katika historia ya M23. Kifo chake kinatufundisha kuwa vita vya kisasa si tu mapigano ya ardhini, ni propaganda, rasilimali na ushawishi wa kimataifa. Mashariki mwa Kongo bado kunaendelea kuwa eneo hatari, lakini historia ya Ngoma inabaki kama kielelezo cha nguvu, propaganda na mzozo usioisha. Kuuawa kwa Willy Ngoma, msemaji wa M23, kutakuwa na pengo kubwa sana kwa M23 baada
ya nguzo muhimu kuweza kudondoka, kwa sababu kifo chake kinatokea kipindi hiki ambacho kuna makubaliano ya amani kati ya M23 pamoja na serikali ya DRC pale Kongo, ambapo wanahakikisha kwamba wanazuia ule mgogoro mkubwa ambao umekuwa ukisibu taifa hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa basi, M23 wanaweza wakapata hasira ya kuja kulipiza kisasi baada ya kifo cha Willy Ngoma, ambaye alikuwa ni moja kati ya nguzo muhimu sana ya utoaji taarifa katika M23, ambapo huyu Willy Ngoma alipata maarufu mkubwa sana baada ya M23 kuweza kuuteka mji wa Goma, ambapo waliweza kufanikisha operesheni hizo, lakini Willy Ngoma alikuwa kwenye mstari wa mbele zaidi kuweza kuzungumza yote ambayo ilikuwa akijiri pale Goma, lakini pia eneo la Kivu Kaskazini pia Willy Ngoma alihusika kwa kiasi kikubwa sana, lakini hata Uvira pia Willy Ngoma alihusika kwa ajili ya kuweza kutoa taarifa kwenda katika vyombo mbalimbali vya habari na dunia iweze kufahamu nini ambacho M23 wamekuwa wakikifanya kwa miongo kadhaa. Sasa basi, hili ni pigo ambalo litasababisha M23 kuchagua maamuzi sahihi ya kuweza kumteua msemaji mwingine ili aweze kukava nafasi ya Willy Ngoma, ambaye alikuwa ni kipaumbele kikubwa sana kwenye utoaji wa taarifa za M23 kwa kiasi kikubwa sana pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa wafuasi wa M23 mashariki yote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na maeneo mengine watakuwa wamepata maumivu makubwa sana, ambayo kwa wao itawaumiza kwa sababu ya Willy Ngoma ambaye amefariki dunia baada ya kulengwa kwenye shambulizi la droni huko eneo la Rubaya. Ni eneo ambalo lina utajiri mkubwa sana wa madini ya coltan, na M23 wamekuwa kidhibiti baadhi ya migodi katika eneo hilo, ambalo kwa sasa hivi ni eneo ambalo linasaidia kwa kiasi kikubwa sana uzalishaji wa madini ya coltan, takriban 15% kwa dunia kwa ujumla, kutokana na upatikanaji wa madini ya coltan kwa kiasi kikubwa sana, madini ambayo hutumika kutengenezea simu, kompyuta pamoja na vifaa vyote vya electronic. Sasa hii ni moja kati ya taarifa ambayo itakwenda kuleta matokeo makubwa sana katika M23 kwa ujumla. Ukianza kuzungumzia viongozi wao Corneille Nangaa, Sultani Makenga na viongozi wengine, wanaweza wakachukua majukumu thabiti ya kuweza kupambana na vikosi vya serikali na kujaribu kulipiza kisasi kutokana na hiki ambacho kimeweza kutokea. Basi mtazamaji wetu, huyo ndio Willy Ngoma ambaye ameuawa mapema kabisa Februari 24 saa 9 alasiri. Taarifa iliweza kutoka kwamba Willy Ngoma ameweza kufariki dunia baada ya shambulizi kutoka jeshi la Kongo, yani FARDC, jeshi la serikali, kulenga moja kwa moja eneo la Rubaya, maeneo ambayo ni muhimu zaidi katika eneo hilo. Basi usiache kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.